lakini tumepata nafasi kunipa briefing ya kutosha. Ni system briefing orientation. Na yale walionishauri ikiwemo la kuwaona wengine waliopitia kwenye ofisi hii nimelizingatia na nitalifanyia kazi. Naamini uwezo kaingia ofisini kwa siku moja alafu ukajidai wewe bingwa, wakati wenzako walipita hapo wengi wanajua mazingira ya kazi ile na wanaweza kukupa picha ya mapema. Lakini pia nakushukuru kwa timu ya wasaidizi kuanzia katibu mkuu ambao umeniambia kazi kubwa ambayo wamefanya pamoja nawe, na kushukuru sana. Lakini pia nikushukuru kwa kazi kubwa umefanya katika kipindi cha miaka 4.5. Sisi tumepita nchi nzima tukinadi mafanikio ya serikali ya Mama Samia, Chama cha Mapinduzi. Na unakumbuka kwenye kufunga kampeni nilisema Mwanza kwamba kazi yetu kwa wananchi haikuwa ngumu, kwa sababu tulikuwa tuna ushahidi wa delivery kwa serikali imedeliver kiasi gani kwa wananchi katika miaka hii 4.5 iliyopita. Na mambo yalifanyika mengi kwa mtazamo wa kawaida ni kama maajabu hivi, lakini yamefanyika katika miaka 4.5. Ndio ilitupa heshima kubwa kwa wananchi kila tulipopita. Wamekiheshimu chama chao, wameheshimu serikali yao. Lakini katika miaka hiyo 4.5 wewe ndio ulikuwa msaidizi mkuu wa rais wetu. Kwa wakati tunampongeza sana rais wetu, lakini pia tunakushukuru na wewe msaidizi wake mkuu kwa kumsaidia uliweza akafanya kazi yake kwa utulivu. Tunakushukuru sana kwa kazi kubwa uliyofanya kumsaidia rais, na umenisisitiza sana umuhimu wa kuendelea kumsaidia rais. Na nataka nikuhakikishie kwamba nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. Nikuhakikishie mimi nitashirikiana na wenzangu kwa kadri inavyowezekana kutimiza majukumu ya ofisi ya makamu wa rais. Lakini na wewe upo kwenye mapumziko yako, tunakuombea baraka na mafanikio, na usisite wakati wote kuna jambo la kutushauri, usisite kutushauri. Lakini pia tutakapokuja sisi bila wewe kutuita kuomba ushauri wako, naomba milango yako iwe wazi. Tutaendelea kutegemea sana uzoefu wako, na hasa ukizingatia habari ya uchumi wa blue umeletwa kwenye ofisi ya makamu wa rais. Wewe unafahamika katika ubobezi wa uchumi na mmoja wa watu ambao historia haitasahau na tume yako ya mipango. Kwa sisi tutaendelea kutumia experience yako hiyo ili angalau ofisi ya makamu wa rais naye ije iwe ina mchango wake kwenye hiyo uchumi wa blue uwe registered kuliko ukiwa kwenye maneno peke yake.